Watu wengi wamekuwa wakijiuliza namna ya kuweza kudai mafao yao ya uzazi au maternity leave katika mfumo huu wa NSSF. Sasa katika video ya leo nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kupata mafao yako ya uzazi kupitia mfumo wako huu wa NSSF. Ya kwanza kabisa, kama huna akaunti katika NSSF portal, gusa katika button hii au sehemu hii ya sign up. Then portal hii utaweza kuiona hapa. Hii ni portal ya kuweza kujisajili. Kama unavyoona, utajaza jina la kwanza, jina la pili, jina la mwisho, utaweka email, utaweka namba za simu, utaweka password, repeat password, uta agree, alafu utabonyeza neno sign up. Na hakikisha taarifa unazoziweka hapa ni taarifa ulizotumia wakati unajisajili NSSF. Baada ya hapo basi, moja kwa moja nitakushauri uende login katika akaunti yako. Utaenda login moja kwa moja katika akaunti yako. Okay, utakwenda login katika akaunti yako. Na baada ya kuweza login katika akaunti yako namna hii, sasa unachotakiwa kufanya, ukishaenda login hapa, utabonyeza katika sehemu ya member, na ukishagusa katika sehemu hii ya member, utaenda moja kwa moja katika button ya lodge claim. Utakuja katika button hii ya lodge claim moja kwa moja, gusa katika button ya lodge claim. Ukishakuja katika button ya lodge claim, utagusa katika sehemu hii ya lodge claim hapa juu. Then unachotakiwa sasa kujaza, utajaza taarifa zako hapo. Lakini hapo kwenye benefit type sasa, kama unavyoona hapa, ngoja ni zoom kidogo. Katika benefit type utakuja moja kwa moja kwenye sehemu hii ya maternity benefit. Utagusa katika sehemu ya maternity benefit, na baada ya kugusa katika sehemu ya maternity benefit, utakuja hapa katika sehemu hii ya pre-delivery information, expected confinement date, tarehe ya matarajio utaweza kujaza hapa. Alafu pia kuna medical practitioner name, jina la doctor utajaza hapo. Lakini pia doctor's registration number ya doctor itawekwa hapo. Lakini pia kuna designation, itajazwa pia designation hapo. Do you want to request medical care? Kama unataka ku request medical care utaweka yes, kama hutaki utaweka no. Do you have post delivery information? Kama una post delivery information utajaza yes, kama hauna utajaza no. Baada ya kujaza taarifa zako hapo, utabonyeza neno next ili kuweza kuendelea na process zako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, utaingia katika sehemu itafuata taarifa za benki, utajaza taarifa zako za benki. Na hatua ya tatu, utajaza document ambazo zinahitajika. Katika video inayofuata tutakwenda kuzungumzia moja kwa moja, hatua kwa hatua, ni dokumenti gani ambazo zinahitajika. Please note, any maternity benefit you receive will be deducted from your unemployment benefit if you later apply for it. Okay. Kwa hii ni jinsi ya kuweza kuapply for maternity benefit. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii. Asante na karibu tena.